Nashukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia. Kwanza nikupongeze sana Mheshimiwa Waziri kwa ujenzi unaoendelea kwenye jimbo langu kilomita 20. Tunashukuru sana kwa sababu mkandarasi yuko site. Lakini la pili, Mheshimiwa Spika, nimejaribu kusikiliza Naibu Spika wachangiaji toka jana. Kwa kweli kuna tatizo. Na mimi ni mbunge wa awamu ya 3. Sheria hii ya road fund tulikuwemo mwaka 2019 ya ulinzi wa zile pesa za road fund. Sasa mara nyingi huwa tukisema tunaonekana kama hatueleweki, kwamba yalikuwa ni mawazo mazuri sana, watu walifanya research na sisi wengine wenye elimu za kawaida tukaungana na mawazo tukaweka ile sheria ya kulinda pesa zetu. Sasa nataka kujiuliza, ikiwa mimi sijatoka bungeni toka mwaka 2019, nimetoka tu kipindi cha uchaguzi 20 na cha juzi, ni lini bunge lilikaa likabadilisha hizo sheria ya road fund? Kama kweli huu muhimili tunauheshimu, tulitunga wenyewe, tunaweza kubadilisha wenyewe, ni nani ameingilia mamlaka ya kwenda kutoa mfuko wa road fund, kutoka kupeleka pesa? Mheshimiwa Naibu Spika, sisi tunatoka vijijini na nataka niwape story moja. Samahani sana mdogo wangu Makonda, na message hapa Mheshimiwa atakufadia. Jana kuna gari imepasua matairi pale kwenye mlima Saranda pale. Mtu mmoja nadhani ni fansi wangu akanitumia message ile gari ilivyo na matairi yake Michelin yalivyopasuka. Halafu kananiambia, nyinyi wabunge, yani sisi tunahangaika na mashimo, nyie mnatuletea Rio Ferdinand. Ndio nani? Nataka kujiuliza hivi vitu ndugu zangu. Leo hii Mheshimiwa Naibu Spika, hebu ondoka hapa, nenda Mwanza uone hii barabara. Ukitoka tu hapa kwenda kupata kwa waziri mkuu, ukisalimika kupasua tairi una bahati. Ondoka Singida, nenda Arusha. Ondoka Arusha, nenda Tanga. Ondoka Dodoma, nenda Morogoro. Ondoka Dodoma, nenda Mbeya, nenda Songea. Ndugu zangu, kama tulikaa wenyewe ndani tukapitisha bilioni 956, mpaka leo tunaenda kumaliza mwaka mmepeleka bilioni 212 na hela mmeshakusanya zote. Sasa tuzungumze nini sisi wabunge? Tuzungumze nini? Na nimuombe Mheshimiwa Rais kama anatusikiliza, apange ziara ya kupita kwa mguu. Pengine labda wanampitisha kwenye ndege, haoni huku chini. Mimi ningekuwa naweza kuwakonvince wabunge, tungekanseli mipango yote ya mwaka huu. Tukarabati kwanza hizi barabara. Mimi nimekuwa dereva wa heshimiwa wabunge miaka 6. Naendesha basi kutoka Mwanza kwenda Dar es Salaam. Wakati huo wa rough road. Sasa hivi kutoka Mwanza kwenda Dar es Salaam ni sawa na rough road. Rais kafanya kazi nzuri ya kuifungua bandari yetu. Tuna mizigo, tuna kila kitu, watu wote wanajua mabarabara ya Tanzania ni mazuri. Nataka niwaambie wa Tanzania na ndugu zangu wabunge, ikiwa hizi nchi jirani zitatulia vurugu zilizonazo, watu wengi sana watatukimbia kwa sababu ya ubovu wa barabara kwenye bandari. Sasa ni vizuri sisi kama bunge tuna uwezo na tuna maamuzi. Hatumshikii shilingi ulega, maana hizi shilingi mwisho tutakumalizia zote. Mimi ningeshauri wabunge, sisi kama bunge, leo tukipumzika saa 7, waziri mkuu ni wa kwetu humu ndani, waziri wa fedha yuko humu, wakakae waje hapa wakati tunaoenda tunatuambia hela zinaenda lini? Kwa sababu hela mmeshakusanya Mheshimiwa Waziri, unazo bilioni 950, tunapeleka bilioni 211. Haiwezekani. Haiwezekani, mtuhurumie. Tunaenda kujimwaga wote kutengeneza treni. Ni jambo zuri sana. Lakini mmefanya tathmini watu wangapi wanapita kwenye treni na watu wangapi wanapita barabarani? Tunajivuna tuna ndege, tunajenga airport, ni sawa. Watanzania wangapi wana afford kupanda ndege? Wengi. Wapeni ambao wanapita kwenye barabara. Mheshimiwa Mwenyekiti na Mheshimiwa Naibu Spika, ninakuomba sana kwenye hili, tusichukulie kama michango ya kawaida. Bunge tuna uwezo wa kusema tunahitaji majibu ya serikali. Huyu Urega hana pesa. Mwenyekiti kasema jana tutamgawana, mpelekeeni pesa alafu tumsuhumu ndani. Mimi ni mwaka wa 15 sijawahi kuona Wizara ya Ujenzi inasulubiwa kama kipindi hiki tulichonacho kwa leo. Kwa nini hampeleki pesa? Pesa mnakusanya, sheria tumetunga, halafu pesa haziendi. Ukienda kwenye akaunti ya road fund leo mna bilioni 56, mwezi wa 6 mnatomoa tu. Mnataka kuzipiga au mnataka kufanya nini? Achieni pesa tukatengeneze mabarabara ya wananchi wetu. Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi nashauri tusikubali kabisa kuipitisha hii bajeti kabisa, kwa sababu najiuliza, mimi ni mwana CCM, wapi tumefungwa kusema ukweli? Lazima tuwaombe, kama mnamshauri vibaya mkuu wa nchi, basi mshaurini, tunahitaji pesa. Sisi tunaoishi maisha ya barabarani
tunajua shida tulizonazo, Mheshimiwa Naibu Spika. Lakini la pili, nimeona Mheshimiwa Uregu ukisoma ukurasa wa 50 umekuja na hati fungani. Mimi nakushauri sio suluhisho. Tulikuwa na bondi ya Mama Samia ilifanya vizuri kwa 170%. Iko wapi performance yake? Leo tena umekuja na karatasi nyingine. Ni washauri sana waheshimiwa wabunge, serikali tusikilize, na Mheshimiwa Waziri Mkuu, saa 7 mkakae. Hili ni swala ambalo linaumiza watu wengi. Jaribu kutoka hapa leo kwenda kwako Mzee Siro kule Babati, uone mabarabara yalivyo. Tumetoka kwenye milima inayoua watu tukaweka lami tukajisifu. Tuyaache tena jamani yaharibika mabarabara. Tuliweka sheria ya road fund ya kazi gani? Niwaombe sana wabunge tukaze hili leo tupate majibu kabla ya kumsurubu ndugu yetu Ulega hapa. Swala la pili, nataka kutoa ushauri wa kitaalamu. Mimi nimebobea kwenye usafirishaji. Mheshimiwa Waziri, naomba dakika moja kama profesa, maana mimi ni daktari. Malizia sekunde 30. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nafanya kazi ya transport. Nauliza Mheshimiwa Spika, kwenye mizani tunaongoza Tanzania kwa foreni. Lakini nimepita juzi ninafanya tathmini tu kwamba wenzetu mlifikiria nini. Nachukua mfano gari za mafuta. Ukinunua gari ya mafuta lazima upeleke kupima calibration, na inapima serikali. Na uwezi kupakia zaidi ya calibration iliyoandikwa pale. Kwenye depo yenyewe ina mashine yake ambayo inapakia kufuata calibration. Imepimwa na serikali, ina kibali cha serikali. Halafu unaenda tena kwenye foreni, unaenda unapanga tena foreni masaa 6. Na vile ni vitu vya mlipuko. Na ukijiuliza, nimekaa jana mzani mmoja najiuliza, ngoja nione leo zinazozidi kama watashusha mafuta. Hakuna tenki, hakuna madramu, mnaweka foreni. Jamani, mnahitaji akili ya Asante sana Mheshimiwa Msukuma, tunashukuru. Kama mnashindwa Mheshimiwa Waziri, mniazime mimi niwarekebishie haya mambo ili tuweze kwenda sawa. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika.